Karibuni sana wakulima wenzangu kwenye channel ya Kilimo Biashara Africa Limited. Leo tunaenda kutatua lile tatizo linalowasumbua wengi wenu. Unaona maua mengi sana kwenye mwembe wako, lakini mwisho wa siku mavuno ni kiduchu. Sasa, kama kweli unataka kubadilisha hali hiyo na kuanza kuona faida, tegemea sikio lako vizuri. Hebu sikiliza maneno haya. Je, yanakugusa? Najua wengi wenu mnatikisa kichwa kukubali. Kama hili ni jambo ambalo linakukera kila msimu, basi jua umefika mahali sahihi. Ndugu mkulima, nataka nikuambie kitu muhimu sana. Hili sio swala la bahati mbaya au laana. Hapana, hili ni pengo la maarifa. Kuna kitu ambacho haujui, na leo sisi hapa Kilimo Biashara tumejipanga kukupa suluhisho la kudumu ambalo litabadilisha kilimo chako. Okay. Sasa tuingie kwenye undani wa tatizo. Sisi hapa Kilimo Biashara tumefanya utafiti na tunazijua sababu halisi. Na ngoja nikwambie, ile sababu namba moja kwa kweli itakushangaza. Muangalie vizuri huyu mdudu. Anaitwa kiruka-njia. Anaweza kuonekana mdogo na asiye na madhara, lakini huyu ndiye mwizi anayekuja kimya kimya na kuiba faida yako yote. Anafyonza uhai wote kutoka kwenye maua yako hata kabla hajapata fursa ya kuwatunda. Sasa, tazama namba hii, 90%. Yaani, hebu fikiria, kwa kila maua 100 unayofurahia kuyaona kwenye mti wapo, 90 kati ya hayo yanakufa kwa sababu ya huyo mdudu. Unabakiwa na maua 10 tu. Hii ni hasara kubwa mno. Lakini subiri, sio kiruka-njia peke yake. Wakati mwingine, adui mkubwa ni sisi wenyewe, kupitia makosa madogo tunayofanya. Kutumia mbolea isiyo sahihi kwa wakati usiofaa, kumwagilia maji kupita kiasi wakati mti unahitaji msongo kidogo, na baya zaidi, kuua wasaidizi wetu muhimu, nyuki, bila hata kujua. Basi, yatosha kuzungumzia matatizo. Sasa, hebu tugeukie upande wa ushindi. Wacha nikuonyeshe jinsi mkulima anayefanikiwa, mkulima mjanja, anavyochukua udhibiti kamili wa shamba na faida yake. Tutakufundisha mbinu ya kitaalamu inayoitwa ushawishi wa maua. Kwa lugha rahisi, badala ya kungojea mti uamue kutoa maua, wewe unauamrisha. Unauambia, sasa ni wakati, na unahakikisha maua yanatoka mengi kweli kweli. Na sio ngumu kama unavyofikiria, unafuata tu hizi hatua 5 rahisi. Kwanza, unanyima mti maji. Pili, unaupa chakula sahihi cha potassium. 3, unamshtukiza na maji mengi. 4, unampa nyongeza kupitia majani. Na 5, muhimu kuliko zote, unayalinda yale maua mapya yanapotoka. Na kwenye ulinzi kuna kanuni moja ya dhahabu. Nisikilize vizuri hapa. Walinde marafiki zako muhimu, yaani nyuki. Piga dawa yako usiku sana au alfajiri na mapema, kabla jua halijatoka. Ukifanya hivi, unaua wadudu wabaya na unawaacha nyuki salama. Kumbuka, hakuna nyuki, hakuna uchavushaji, na hakuna uchavushaji, hakuna tunda hata moja. Sawa, mbinu hizi zote ni nzuri sana, lakini tofauti halisi kati ya mkulima anayepata hasara kila mwaka na yule anayepata faida kubwa inaanzia kwenye uamuzi mmoja tu anaofanya kabla ya yote. Sasa jiulize swali la ukweli. Wewe unataka kuwa mkulima wa aina gani? Yule anayesubiri na kuomba apate mavuno, au yule anayeingia shambani na mpango, akidhibiti kila hatua? Jibu la swali hili ndilo linaamua faida yako. Unajua, ni kama kujenga nyumba. Huwezi kutumia vifaa bora kwenye msingi mbovu na ukategemea jengo imara. Msingi wa shamba lako la maembe ni mche. Ukikosea hapo, umekosea safari nzima. Na hapa ndipo sisi Kilimo Biashara Africa Limited tunakuja kukushika mkono. Tumejikita kukuletea miche bora kabisa, iliyoboreshwa, inayokupa matunda ndani ya miaka 2 hadi 3 tu. Unapunguza muda wa kusubiri na unaanza kupata faida haraka. Na tunakuletea aina zilizothibitishwa kama vile Apple Mango ambayo mnaijua na inapendwa sana, na Ngowe ambayo ni dhahabu hasa kwa wakulima wa maeneo ya pwani. Hizi ni aina za uhakika. Na kwa wale wanaotaka kurudisha gharama zao haraka sana, tunayo Boribo. Hii inawahi sana kuzaa, inakupa pesa yako mapema. Sasa, kwa sababu tunataka kukuona ukifanikiwa,
tumekuandalia ofa ya kipekee, ofa ambayo inakuja na msimu huu mzuri wa mvua. Fursa yako ya kubadilisha kilimo chako ndio hii hapa. Sikiliza kwa makini, hii ni kwa muda mfupi tu. Ukichukua miche 50 kutoka kwetu, sisi tunakuongezea mingine 10 bure kabisa. Ukinunua miche 100, tunakupa 20 za ziada bure. Ni njia yetu ya kuhakikisha unapata mwanzo mzuri. Hebu fikiria, mvua zimeanza kunyesha, udongo una unyevu mzuri na umepoa, uko tayari kabisa kupokea miche yako. Sasa swali ni, wewe unasubiri nini? Huu ndio wakati mwafaka zaidi. Chukua simu yako sasa hivi. Acha kuwa mkulima anayelalamika. Anza leo kuwa mkulima anayevuna na kutabasamu. Jenga shamba lako lenye faida kuanzia leo. Piga namba unayoiona hapo sasa hivi. Weka oda yako na upate miche yako ya bure. Timu yetu ya wataalam hapa Kilimo Biashara African Limited inasubiri kukuhudumia. Anza safari yako ya mafanikio leo.